Ephesians Efeso 5:14 na nitasoma mstari peke yake ndio twende kwingine. Biblia inasema hivi. Efeso 5:14. Biblia inasema hivi. Amka. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangazia. Dhimu ya neno ni kwamba, ama kichwa ni kwamba Kristo, tunatafuta kuangaziwa na Kristo. Kwa hivyo andika kwamba Kristo kutuangazia. Ni vipi unaweza angaziwa na Kristo? Kweli tulipookoka tukakataa dhambi, tuko katika njia ya kuangaziwa na Kristo, na mara dhambi zako unaposamehewa dhambi na kuoshwa makosa yako, ni kwamba Kristo amekuangazia. Lakini nataka kuangalia hili katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa ndani. Paulo akawa anaambia Waefeso, kanisa la Waefeso, ya kwamba waweze kuamka katika hali ya kusinzia. Kwa hivyo nataka kuongea kuhusu usingizi. Usingizi ni hali yenye tunaitambua sote. Hata majabu tukiwa katika neno mchana, watu huwa wanasinzia. Lakini siongee kuhusu huko kusinzia. Nataka tuende an extra mile ya kuelewa Mungu anataka nini katika maisha yako, na ni vipi unafaa ukae ndio Kristo akaweze kukuangazia. Kitu cha kwanza akamwambia kwamba, kitu cha kwanza, amka katika usingizi. Kama ungetembea ndani ya kila nyumba saa 10 za usiku, utakuta watu wanavuta blanketi zao kwa sababu wako kwa usingizi, wamelala. Na wakati mtu amelala, hubebwa na mambo mengi. Nakuta mwingine ataonyeshwa maono ya kiungu, mwingine anabebwa apelekwe mahali anabebwa kwa sababu yuko wapi? Yuko usingizini. In other words, unatolewa katika hii dunia yenye unaielewa, unapelekwa katika dunia ingine. Kwa hivyo hali ya kusinzia ama usingizi unatoaga watu mahali ukiwapeleka mahali. Kwa nini Paulo akatumia usemi huu? Hasa kabisa katika ulimwengu wa roho, mtu anaponena kuhusu usingizi, ananena kuhusu kufa. Hata sisi wa Kristo tunapokufa huwa tunalala. Ndipo unaona wakati Yesu alikuwa anaenda kumfufua Lazaro, anaambia wanafunzi wake, njoni twende kwa ndugu yetu ambaye amelala tumwamshe. Wanafunzi wakadhania kwamba Lazaro alala usingizi, lakini haikuwa ni usingizi, alikuwa amekufa. Kwa hivyo hii ni lugha inayotumika katika ulimwengu wa roho ya kwamba watu wamelala wakaweze kuamka. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Usingizi. Siku ya leo nikaona kwamba lazima nifundishe kuhusu usingizi na nionyeshe dalili za usingizi ama hali ya usingizi. Huwa inaleta hasara gani katika maisha yetu? Paulo aliona katika Waefeso, akamwambia kwamba kitu cha kwanza ukiwa kwa usingizi ni kuamka. Haleluya. Ambia mwenzako amka. Amka. Leo ni ujumbe wa uvivio. Utoke mahali kwenye uko, uinuke uchangamke. Haleluya. Mtu ambaye anatokaga kwa usingizi huwa hayuko amechangamka, anaga roho ya uchangamfu ndani mwake. Lakini Mungu anaposema tuamke, anamaanisha kuna roho ya uchangamfu analeta katika maisha yetu. Haleluya. Akasema amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangazia. Nataka kuambia kuhusu wafu. Wafu ni watu ambao hawana uhai ndani mwao. Na sisi ambao tumeokoka tuna uhai ndani mwetu. Maana tulipomkubali Yesu, tukafa naye, tulifufuka naye. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo wakati umemkubali Yesu ndani mwako, lazima uhai. Lakini kuna mambo Mungu ananena ya kwamba utoke katika wafu. Bila shaka katika maisha yako kulionekana wafu, kulionekana watu ambao hawamfanani. Maana kama wewe uhai ukakaa na watu ambao ni wafu, bila shaka hata wewe utarudi mfu. Na Yesu naye hafanyi kazi na watu ambao ni wafu. Yesu hufanya kazi na watu walio hai, maana yeye yu hai. Haleluya.
Akasema ufufuke katika wafu na Kristo atakuangazia. Kwa hivyo kuna hali ya kuangaziwa na Bwana. Mchana mwema wa leo, Bwana anaangaza mahali hapa, ndiposa tumepewa maono ambayo yamepita hata na ufahamu wetu. Maono ya mvua kunyesha ni kwa sababu tuko katika majira ya kuinuliwa, tuko katika majira ya maajabu, na bila shaka Yesu atakuangazia. Kama bado uko kwa wafu, ni vipi utafufuka kwa wafu? Unatoka kwa mambo ambayo hayastahili, hayafai mbele za Bwana, na uje katika kila hali ya kupendeza mbele za Bwana. Haleluya. Tunaenda kutoka kwa wafu. Jina la Bwana na liinuliwe. Katika kitabu cha Ezekiel, Bwana anasema Ezekiel 37, atafunua makaburi yetu na atatutoa ndani ya makaburi yetu. Kwa hivyo wakati Bwana anafunua makaburi ya mtu na kumtoa hapo ndani, inakaa kuna hali ya kutowezekana, hali ambayo imeletwa na usingizi. Hapo ndio Bwana anaingia na akutoe. Haleluya. Na baada ya kutolewa hapo, bila shaka Kristo atakuangazia. Kuna mwimbaji aliimba akasema, nimeangaziwa na jua la neema. Kwa hivyo wakati Kristo anakuangazia, kuna neema speciali ambayo hushuka ndani ya mtu. Kuna mambo ambayo si ya kawaida ambayo hutendeka ndani ya mtu. Jina la Bwana liinuliwe. Hiyo ilikuwa ni introduction, naingia kwa ujumbe. Fungua nami Wafalme, kitabu cha Wafalme, First Kings. Wafalme wa kwanza 3:16. Na nitafundisha, Mungu akiniwezesha pia nitahubiri. Jina la Bwana na liinuliwe. Wafalme wa kwanza 3:16. Biblia inasema hivi, ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme, wakasimama mbele yake, na mwanamke mmoja akasema, bwana wangu, mimi ni mwanamke huyu, tunakaa katika nyumba moja, nami nalizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja. Hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka kati ya usiku, akamwondoa mtoto wangu ubavuni pangu, mimi mjakazi wako, nilipokuwa usingizini. Akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe si mtoto wangu nilimzaa. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wangu ndiye aliye hai, na mtoto wako ndiye aliyekufa. Na mwenzake akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wako ndiye aliyekufa, na mtoto wangu ndiye aliye hai. Ndivyo walivyosema mbele ya mfalme. Ndipo mfalme akasema, huyu anasema mtoto wangu yu hai, na mtoto wako amekufa. Na huyu amesema sivyo hivyo, bali mtoto aliyekufa ni wako, na mtoto aliye hai ni wangu. Mfalme akasema, nileteni upanga. Wakaleta upanga mbele ya mfalme. Mfalme akasema, mkate aliye hai vipande viwili, kampe huyu nusu na huyu nusu. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme, kwa maana moyoni mwake amemwonea mtoto wake huruma, akasema, bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala wako, na akatwa. Ndipo mfalme akajibu akasema, mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai, maana yeye ndiye mama yake. Na Israeli wote wakapata habari na hukumu ile aliyohukumu mfalme, wakamwogopa mfalme, maana waliona kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake, ila afanye hukumu. Jina la Bwana na liinuliwe. Nimeongea kuhusu usingizi, nikaongea kuhusu kulala. Wakati tunalala katika ulimwengu wa roho, kuna vitu vingi vyenye vinaibwa. Hivi wakati tumeendelea kuomba, kuna urejesho ambao Bwana amefanya katika maisha yetu.
Kwa hivyo Mungu anataka nini mchana mwema wa leo? Uamuke katika usingizi, utoke katika wafu, na Kristo atakuangazia. Mungu anataka kutuangazia katika viwango vya juu, katika kinyume na matarajio ya maadui zetu, na zaidi ya matarajio yetu. Jina la Bwana na linuliwe. Biblia inasema kwamba kulikuwa na wanawake wawili ambao ni makahaba. Unaposikia roho ya ukahaba katika Biblia, hii ni lugha ya Biblia, ni roho ya uvuguvugu ambayo imenikakalia sana wa Kristo. Na bila shaka roho ya uvuguvugu ndio inayoleta usingizi ndani ya kanisa. Jina la Bwana na linuliwe. Hawa wanawake wawili walikuwa ni makahaba, wakawa na roho ya uvuguvugu ndani mwao. Biblia yangu inaniambia kwamba ilifikia siku ya kwamba Mungu akawabariki na watoto. Wote wawili wakawa wamebarikiwa na watoto, lakini kukawa kumetokea hali wakati walikuwa wamelala. Hali nyingi tulizo nazo huwa zinatokea wakati tumelala. Amen. Amen. Na nenda kuhusu usingizi ndani ya kanisa la Bwana. Tunafaa tuwe waombezi. Tunafaa kuona tuko katika realm ya kiungu, ya kwamba wakati tunaingia katika nyumba ya Bwana, tuwe katika roho, si katika mwili. Wanawake hawa walionyesha hali ya kuwa katika mwili, ya kwamba walipolala mambo yalianza kutendeka ya kwamba si ya kawaida. Hata Yesu kuna mahali anasema kwamba ikiwa mtu tajiri angelijua ni lini mwizi atakuja katika nyumba yake, angekesha. Haleluya. Naongea ya kwamba tutoke katika usingizi, tukeshe katika ulimwengu wa roho. Wanawake hawa wakati wamelala, Biblia inasema ya kwamba yule mwanamke mwingine alikuja akachukua mtoto wa mwenzake ubavuni. Jina la Bwana na linuliwe. Alipomchukua akambadilisha, akachukua mtoto aliye hai, akapeana kwa mwenzake, akapeana kwa mwenzake, na yeye akachukua yule mtoto ambaye yu hai, akaenda akajifanya ni wake. Kwa sababu gani nanena hili? Kuna roho zinaitwa manipulation spirits. Hizo zinafanya kazi wakati watu wamelala. Si kulala usingizi nyumbani, kulala katika ulimwengu wa roho, ya kwamba unabadilishiwa maisha. Kuna watu mahali hapa wanaishi maisha si yao. Haleluya. Amkeni kidogo katika ulimwengu wa roho. Mnanielewa ama nimewapoteza? Kuna watu wanaishi maisha si yao. Kuna watu wamekusudia kuwa na baraka, lakini wanaishi na baraka zisizo hai, maana si zao. Mwanamke huyu alipolala kwa usingizi, mwenzake alikuja akamvamia. Alipoamka, huyu mwingine akaona kwamba amelalia mtoto wake amekufa. Akaona ya kwamba sitaishi na huyu mtoto ambaye amekufa. Jina la Bwana na lipewe sifa. Nitampeleka kwa mwenzangu, ninyakue mtoto aliye hai, nami nimwekee huyu mtoto ambaye amekufa. Mwanamke huyu wa kwanza, katika hali ya kutaka kunyonyesha mtoto wake, alilala. Alipoamka, mambo haya yalifanyika akiwa usingizini. Leo tutakataa roho ya usingizi. Tunataka kuingia ndani. Maana vitu vingi vinaibiwa na shetani kwa sababu tuko juu na tumelala. Kanisa la Bwana lazima liamke. Yesu hafanyi kazi na watu ambao wamelala. Yesu anafanya kazi na watu ambao wamekesha. Si kukesha kanisani, eti tukeshe kila wakati. Kuna wakati tutafanya kesha. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anataka watu ambao wamekesha katika ulimwengu wa roho. Jina la Bwana na linuliwe. Mwanamke akawa yuko katika usingizi mzito sana. Nilirijere huko. Amen. Watu wanalalaga tu sijui ni usingizi uzima jamani. Atakwambia kumduki hapo mwenje voya tena. Mwanamke akalala fofofo. Hakuwa na habari ndani mwake. Mwenzake akamvamia. Akaja akachukua mtoto wake aliye hai, akawekewa maiti kwa ubavu wake. Wakati ule usingizi umeisha, mwanamke akataka
mtoto wakati usingizi umeisha. Na nenda kuhusu usingizi. Haleluya. Tuamke katika usingizi. Tutoke kwa wafu na Kristo atatuangazia. Tunataka kuangaziwa. Huyu mwanamke alipoangaziwa kama wewe, usingizi ukaisha asubuhi, akataka kunyonyesha mtoto wake. Wakati anamchukua mtoto, kitu cha kwanza alirealize na ni wakati usingizi umeisha. Amen. Amen. Wakati ndilo rasia niko banduka kujielewa. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Kwa dalomba dilorsie katika ulimwengu wa roho. Amen. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Onyesha maono ya uhai. Onyesha maono ya ukombozi. Onyesha maono yenye yanastahili. Amen. Dilo rabonya banduko ndo barumu. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Wasikira na lalo nduko haukula. Nataka sasa tuamke. Unapoamka in the spiritual, unakuta Mungu anakutumia kwa sababu zilizo sawa. Unapelekwa kwa mahali pa sawa. Unazoonyesha uko kanisani. So viko vipi ngonchoka tu. Jina la Bwana linuliwe. Amen. Usingizi wakati mwingine, kulala katika ulimwengu wa roho, kustarehe katika ulimwengu wa roho kunatuletea hai. Kitu cha kwanza, kuna kubadilishiwa hata na nyota. Amen. Wakati mtu amelala, kuna kubadilishwa hata na kazi. Kwa soko kujibu inakuwa ni kujibu semester hivi. Kuna mtu aliniambia maono mengine hapa. Akaniambia mtumishi nisaidie. Nimelala kufukuzana na mama mwingine, anampokonya nguo yangu nzuri, anipatie ile yake iko chafu chafu. Namwambia hapo kuna mambo mengi sana ya mibwa. Kwa hivyo kuna hasara wakati tunalala. Si kulala ule usingizi tumepewa na Mungu. Najua mnanielewa. Kwa awake in the spirit ya kwamba una understand vitu vya roho. Unaelewa nikiona mtoto hii ni nini kinaendelea kwangu. Ya kwamba je, kama nimegraduate ni hali gani inanifuata? Kama nimeonyeshwa spiritual husband ni nini inanifuata? Jina la Bwana linuliwe. Amen. Nahitaji hiyo roho. Kwa sababu msichana wangu ameshuhudia kwamba kwake imeshindwa na kuna kwa watu hapa itashindwa. Amen. 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 Kuna baadhi ya watu wawili watatu, sitaki mtu mimi nafundisha na watu wakongolewa. Amen. Hiyo roho lazima itavunjika wakati unasikia mtu ameshuhudia imeshindwa na kwa wengine hapa inashindwa. Amen. Huyo afadhali ni mtoto. Kuna watu wazima hiyo hali iko na si kupenda kwao. Jina la Bwana na linuliwe. Na wakati usingizi umezidi. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo kitu cha kwanza, huyu mama aligundua ya kwamba amepewa maiti. Mtoto wake hayuko. Alipomtazama sana, akaona huyu si mtoto wangu, ni wa mwingine. Amen. Amen. Wakati tumelala usingizi, vipawa vinaibiwa na shetani. Mtoto anaweza simamia vipawa. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wengi hapo kuna nyota kubwa sana. Na Mungu akikuangazia kesho tunasikia uko mahali pengine pa ajabu. Amen. Amen. Bila shetani amekuvamia akaja kaibe hiyo nyota. Mtoto anaweza simamia nyota. Anaweza simamia huduma. Kuna watu malepo na huduma wakubwa. Lakini huduma zimekuja zikaiba. Jina la Bwana na linuliwe. Mama huyu alipotoka kwa usingizi. Wakati unatoka kwa usingizi ukianza kujielewa, Mungu kumanya na pendo ya yeye. Jina la Bwana nalipewa sifa. Amen. Mama huyu akaanza kuelewa. Umwana niko nao aswapo umu. Najua tunaelewana. Amen. Akagundua kitu cha kwanza amebadilishiwa. Alikuwa na mtoto aliye hai, amekewa maiti. Akaenda kwa mwenzake. Akamwambia, bwana ni vipi unafanya hivi? Mbona umetoa mtoto wangu ambaye yuko hai ukanipatia maiti? Mwenzake akaanza kusema hapana, huyo maiti ni wako. Wangu ni huyu aliye hai. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Ikabidi wakaenda kwa mfalme. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Walipoenda kwa mfalme ikawa ni kesi. Mfalme akataka kwamba akaanza kutoa uamuzi kamili ni nani mama wa mtoto aliye hai. Na nashukuru Mungu kwa hekima ambayo alipewa na Mungu. Akashikilia yule mtoto ambaye alikuwa hai. Akawaambia, leteni panga na mahali hapa. Huyu mtoto nitamkata nusu. Kila mtu apate kipande chake. Yule mama ambaye mtoto si wake
alishangilia mfalme. Mdumbu. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Yule mama ambaye mtoto alikuwa ni wake akamwambia mfalme, peana huyu mtoto kwa huyo mama, angalau nimuone akiwa mzima. Mfalme kwa hekima yake akaona mama mwenye alisema mtoto awe mzima akimwona huyu bila shaka ndio mtoto wake, akampatia. Amen. Jina la Bwana na linuliwe. Hayo yote yaliletwa na roho ya usingizi. Nataka kukuambia kwamba kanisa la Bwana tunapolala kuna vitu vingi shetani anakuja na kunyakua. Kuna watu maono yao yamenyakuliwa. Hata tukisema sasa tuambiane, jana tulionyeshwa nini? Mtoto akwambia dada nebone mabone la hilaka. Kuna mtu amekuja kanyakua. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Siku leo tunataka kudili na hizo roho. Kipawa kama umepewa cha maono, kibaki kuwa cha maono. Upate ujumbe wa kanisa, upate ujumbe wa mchungaji, upate ujumbe hata wa nchi. Tukaweze kufurahia, maana hiyo ndio sababu ya kupewa hicho kipawa. Lakini shetani amekuja akanyakua. Jina la Bwana na linuliwe. Kuna hali za kubadilishiwa. Kuna watu wameenda deep sana na ni ufalme wa giza. Ndio maana ninasema kwamba tunapolala hatuwezi ingia deep. Inatakana Wakristo tuwe deep zaidi. Jina la Bwana na linuliwe. Kabla hali haijakuja, roho wa Bwana ashakufunulia. Unakuta kwamba hizi falme za giza kuna watu wameenda deep wakanyakua magonjwa. Wao wako na magonjwa yao, wanajitolea uzima kwako. Na napeana magonjwa kwako. Ujumbe uko deep sana. Lakini unahitaji tuinuke katika usingizi. Tutoke katika wafu na Kristo atatuangazia. Lengo la Mungu kutufundisha hili somo kwa sababu Mungu anataka kutuangazia katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa asili. Haleluya. Ndiposa mtumishi wa Bwana akaonyeshwa mvua imenyesha nini, akaonyeshwa kidimbwi chake kimeingia deep sana. Lakini alipoenda kuchukua mti aje kukijaribu, kukapambauka. Kwa sababu gani? Ulipambauka kwa sababu bado yeye hajaingia hiyo level ya kuingia that deep. Haleluya. Naweza tuumia hayo mafunuo kwa sababu ya kufundisha hili somo. Kuna mambo unazoonyesha usiku, watu onyeshwa matunda. Nitakuja kufundisha kuhusu matunda. Ukiona tunda hili linamaanisha nini, hili linamaanisha nini. Lakini naongea kuhusu matunda. Unazoonyeshwa matunda yameiva sana. The moment unajaribu kuyafikia, unakuta kumepambauka. Wabenelelo. Au dekadilonyi au. Kwa sababu ukilala sana katika ulimwengu wa roho, kama hauko awake, shetani hunyemelea akaja kanyakua zile lines za kiungu. Alafu anakubadilishia. Badala ya matunda mazuri, unaweza kuonyeshwa wafu. Ndio maana Paulo katika Waefeso anaambia kwamba mtoke katika wafu na Kristo atawaangazia. Kutoka katika wafu ni hali ya kibinadamu. Jina la Bwana na linuliwe. Tunapotoka katika hali ya kibinadamu na tuingie katika hali ya rohoni, na kwambia falme za giza zitashindwa katika jina la Yesu. Amen. Kuna mtu atakuja kwako, atembee katika boma lako na umkute mahali pale akiwa ameduaa. Jina la Bwana na linuliwe. Hiyo ndio deepness katika ulimwengu wa roho. Ndio mambo nasema kuingia ndani, kuingia deep. Kristo anataka kutuangazia ya kwamba kanisa liwe tofauti. Jina la Bwana na linuliwe. Wakati wanataka kukurudishia, kukuwekea magonjwa yao, ukiwa katika ulimwengu wa roho una understand ya kwamba kuna kitu kinafanyika. Kuna hali nimeunganishwa nazo. Mwanamke huyu alipotoka kwa usingizi, ndo akaanza kuelewa ya kwamba mtoto wake ameibiwa. Kitu cha kwanza. Jina la Bwana na linuliwe. Mtoto ameibiwa, hayuko. Kwa hivyo tunapotoka katika usingizi, ukweli ni kwamba Kristo anapotuangazia tunaanza kuchelewa. Kuna mtu apatelewa kwamba mimi nilikuwa niwe mwalimu, mimi nilikuwa niwe hali fulani, lakini kuna kitu kwangu kimenyakuliwa. Unapokidai lazima Mungu atakurejeshea. Jina la Bwana na linuliwe. Maana mama huyu alipochelewa, alipoenda kwa mwenzake, acha nimchukulie, anasimama katika hali ya shetani.
ama katika hali ya uadui. Huyu mwenzake anasimama kama adui. Alipomwendea, alimwendea kibinadamu, ya kwamba umenyakua mtoto wangu, umechukua mtoto wangu. Walianza kubishana. Hakuna mtu atataka kitu kibaya. Jina la Bwana na liinuliwe. Wakristo tumetolewa vitu vizuri, tukapewa vitu vibaya. Madeveloper wenye wanajisifu, lakini nashukuru Mungu ameanza kufilisika. Haleluya. Wanajisifu na magari, lakini ukiangalia katika ulimwengu wa roho, magari ni ya wana wa Mungu. Haleluya. Nyumba nzuri za wana wa Mungu, uzima ni wa wana wa Mungu, lakini wamenyemelea wakanyakua. Shetani ambaye ni adui amenyemelea akanyakua. Mwanamke huyu alipoona mwenzake amelala, alinyemelea akanyakua yule mtoto. Mwenzake alipotaka kuchukua mtoto wake, alikataa naye. Amen. Kwa nini ninaleta somo hili? Lazima tuamke katika usingizi. Kuna vitu vyako vyenye shetani amenyakua. Ni kweli unang'ang'ana katika jina la Yesu, regesha. Bado haregesha, na kwambia kizuri ni chako. Wewe chukua maisha ya kudhoofika, chukua maisha ya umaskini. Haya maisha ya baraka ni yangu. Mnanielewa? Jina la Bwana na liinuliwe. Lakini ainuliwe Mungu, maana Mungu wetu ndio hakimu mkuu. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Anajua ile nyota ambayo alikumba nayo, anajua ile baraka yenye alikumba nayo. Na hata ulipoitwa mwana wa Mungu, uko na damu za kifalme ndani mwako. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo ni kweli vimenyakuliwa, lakini nataka kukuambia kwamba tuko katika anga ya urejesho. Jina la Bwana na lipewe sifa. Mama yule aling'ang'ana, akamwambia mwenzake, mtoto huyu ni wangu. Wako ni huyo ambaye amekufa, wako ni huyo ambaye yuko hali fulani. Wakaamua waende kwa mfalme. Wakaenda kwa mfalme wa duniani. Na nashukuru Mungu kwa sababu yale judgment yenye mfalme alipeana, na mama yule akaregeshewa mtoto wake. Tuko katika anga ya uregesho. Haleluya. Wakati haujalala, uko katika ulimwengu wa roho, uko awake katika ulimwengu wa roho. Nataka kukwambia kwamba haijalishi waliviweka wapi, haijalishi walikubadilishia nini, Mungu uzima anarejesha. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Ikiwa mfalme alipewa hekima na Mungu, akaanza akaweza kujua ni mama yupi alistahili mtoto aliye hai. Nataka ujue kwamba Mungu tunayemwabudu ni zaidi. Haleluya. Anajua karama ambayo alikupea. Anajua kipawa cha maono kenye aliweka kwako. Anajua ni nyota aina gani alikupatia. Ni kweli tumeng'ang'ana ili virudi, ikafikia mahali haviwezi rudi, lakini mahali tumefika mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa maajabu. Vile ambavyo vilitwaliwa lazima vitarudi. Jina la Bwana na lipewe sifa. Jina la Bwana na liinuliwe. Maana Mungu wetu ni hakimu mkuu. Anajua ni baraka gani yenye ni yako. Hata kama kuna mtu anang'ang'ania, kuna watu malipo wamepokonywa mashamba, watu wakang'ang'ania ni mashamba yao, lakini Mungu akiwa mbinguni anajua kile ambacho amekupatia. Jina la Bwana na liinuliwe. Wamama wakazozana. Walipofika kwa mfalme, mfalme aliweza kung'amua ni mama yupi ambaye alistahili mtoto ambaye yu hai. Ukiwa unamwabudu Bwana, Paulo anaposema tufufuke tutoke katika wafu, na Bwana atatuangazia. Wakati wa kuangaziwa ni wakati wa kurudishiwa kile ambacho ni chako. Haijalishi walitoa uzima wako, wakakupatia uzima ambao si wako. Afya wakazimanipulate. Haleluya. Wakakiragonitoi. Na sijui kwa nini Mungu anaregesha ufunuo huu katika maandiko. Ni kama bado watu hawajakombolewa. Kuna watu bado wanateseka na magonjwa ya Misri. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu amekupatia afya kama portion yako, lakini shetani amekuja bado na magonjwa yake ya Misri akitaka kukugandamiza. Nataka kusema kwamba leo tuko katika arena ya uregesho. Bwana na liinuliwe. Arena ya uregesho.
Haleluya. Arena ya uregesho. Jina la Bwana na liinuliwe. Mfalme akaangalia mama huyu. Ajabu, hawakuwa na uamuzi juu ya mtoto yule ambaye amekufa. Saidi ya shetani ndo saidi ya wafu. Amen. Saidi ya wafu ndio ya shetani. Kwa hivyo unapokuwa na adui, mhesabu kama mfu na uendelee na maisha. Ndio maana Paulo anasema kwamba amka wewe usizae, utoke katika wafu na Bwana atakuangazia. Anaye naye kuangaziwa ni mahali pa urejesho. Jina la Bwana nalipewa sifa. Mahali pa kubadilishiwa. Kuna watu wamebadilishiwa, si maisha yako unayoishi, si uzima wako huo. Haleluya. Si afya zako hizo. Haleluya. Haleluya. Kuombea roho ya kung'ang'ana. Mara nyingi watu wameondolewa kwa hali ya utambarare, wakaletwa katika hali ya kung'ang'ana. Si mapenzi ya Mungu hayo. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Wakabadilishiwa. Wada ufwe uwa kuko moyo ni husi. Sisi tu wa hai katika ulimwengu wa roho. Amen. Maana tumemkubali yule aliye hai. Mungu wetu hakuna siku anakufa. Yeye anaishi milele na milele. Kwa hivyo mahali kuna kifo katika maisha. Kifo simaanishi ni kifo cha mtu kufa. Na maanisha kifo hata kwa mifugo. Na maanisha kutoka kwa wafu. Mungu anasema unatoka hapa. Unatoa mawazo yako. Huyu mama wakati wanazozana na mwenzake, yeye alitoka katika hiyo dunia ya wafu. Kuzozana kwa ajili ya mtoto ambaye amekufa. Akaamua akaenda kwa jaji. Na yule jaji, haleluya, akaleta uamuzi kamili. Mwaka huu Bwana alisema ni mwaka ambao umekubalika. Nasema ni mwaka ambao umekubalika. Amen. Ukapigwa muhuri na Bwana. Mwaka wa maaja. Tuko katika arena ya urejesho. Haijalishi walikubadilishia. Kuna watu wamebadilishiwa riziki zao. Jina la Bwana na liinuliwe. Wanapangana mbele ana au kuna ukana mateja kwa badilishiwa. Kesho ukija endo anapokiwa teja wewe unabaki. Arena ya urejesho. Haleluya. Mungu anabadilisha. Kile ambacho kilikuwa chako kinabaki kuwa chako. Maana mama yule alipotazamwa alionekana anamhurumia mtoto wake. Na mfalme akasema ya kwamba regesheni mtoto kwa mama yake. Mama yake ni huyu. Tuko katika arena ya uamuzi. Haleluya. Baba akiwa katika juu ya kiti cha enzi anafanya uamuzi. Huyu ndoa yake ilikuwa ni hii. Wengine wakabadilisha. Jina la Bwana na lipewe sifa. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Kama kuna mtu mahali hapo libadilishiwa kitu, inua mkono wako. Inua mkono wako. Mungu hawezi nena bure. Kuna watu wamebadilishiwa. Yes. Unaweza tolewa kizazi chenye kinazaa ukapewa kile ambacho hakifanikiwi. Hata mimi nilifanyiwa na kwa arena ya Mungu na neema ya Mungu akaja kanibadilishia. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna watu wamebadilishiwa hata maono. Badili uone maono ya kukupeleka mbele. Unapewa maono kwa kuduka igambeni. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kuna watu wamebadilishiwa hata kazi. Haleluya. Haraka yako ni biashara kubwa. Lakini ukapitia mahali ikabadilishwa. Wewe mtu wa kung'ang'ana. Tuko katika arena ya urejesho. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Vipawa vinarudi katika jina. Haleluya. Baraka zinarudi katika jina la Yesu. Nadai mvua ya baraka kwa Mungu. Ikashuke mahali hapa. Wenye baraka zao zinyakuliwa. Unapigwa sasa ni kweli uko hai. Kwa hiyo hata isangajabu kwa ukiro. Mbubedu kwa kanjwa makangaroshun. Kado baha. Hata na mbolea ha. Kuna mabadiliko kwa mfanyikazi. Amen. Lakini siku ya leo tuko kwa arena ya urejesho. Amen. Kwa ajili ya masomo ya watoto wetu. Kwa ajili ya mashamba ambayo ni yetu. Wanafanya urejesho. Kwa jina la Bwana Yesu. Bila baraka zirudie watu. Amen. Kwa jina la
mabadiliko. Yes. Kado nje kwa njia ndivyo na hebu inua mkono wako kama uko mahali hapa. Nashukuru Mungu wa roho, Mungu ananishuhudia. Kado tima wapi? Tima wapi? Umepewa kupeana chumvi. Umebeba chumvi zote ukamaliza. Na bado kuna hali imefanyika. Lakini kwa sababu yuko Mungu na tuko katika arena ya urejesho. Mungu anafanya urejesho sasa. Amen. Katika area zote, katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa asili. Yote vilivyoibwa